ambacho kinazunguka kichwani. Nilikuwa nawaza kwamba nitakupata vipi, lakini leo nashukuru. Violet, nahitaji nikuoe. Jordan anasema alimtafuta sana Violet na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet, lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet. Yaani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa akijaribu kukumbuka vitu vile, ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyu ambaye ni Jordan. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanji ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yaani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yaani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambayo huwa nasema huwa ni tamaa. Yaani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda kwa yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake. Lakini siku zote mwanaume hajai kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo. Yaani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyeje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au una kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tutazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea kwa upande mzima wa Violet. Yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yeyote yule. Na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometime wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stories zozote zile. Na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo anaona kwa upande wake hawezi kuvifanya. Sasa huku swali kubwa likiwa ni kwamba je, Violet atakubali au atakataa? Sasa hicho ndicho pekee ambacho kimenileta hapa niweze kufahamisha mengi sana, kuweza kujuza kile ambacho kinachojiri. Na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sasa pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo hapa nitakufahamisha mwanzo hadi mwisho ya kile kinachokwenda kujiri, lakini pia tukipata nafasi kuweza kuangazia juu ya matukio kadhaa ambayo hapo. Sasa mwanzo kabisa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kama tulivyofunga ni kwamba Jordan ndio alikuwa amempatia zile taarifa Violet. Kifupi kama nilivyokujuza Violet kwa sasa, yani kama vile Jordan ambavyo anavyoona kwamba baada ya kuzipata taarifa kwamba Violet ameweza kuachana na manyanya, akaa na mawazo ya kuweza kuona hasa ni namna ambavyo anahitaji kuweza kumuoa Violet. Hivyo wakati Violet amekaa ametulia, ndio mawazo yale yamemjia kichwani kwamba inabidi na yeye pia aweze kuhakikisha kwa sasa aanze harakati za kuweza kumtafuta manyanya na kuweza kuona namna gani hasa ambapo au kitu gani hasa wanaweza wakakifanya kiwa pamoja, walau hata kuweza kurudiana. Sasa hayo wakati anajifikiria hivyo, basi ndipo mwamba mwenyewe Jordan anakuja na kuweza kumpa taarifa kwamba anahitaji waweze kuwa pamoja, kitu ambacho ni kigumu sana. Basi hili ni balaa zito kinoma. Sasa wakati haya anajili pia tumeweza kuona mambo yakiwa ni mengi kweli. Sasa kama kawaida leo ndio ilikuwa ile siku yenyewe ya Kisinza Diva. Mwamba mwenyewe leo ameweza kufanikisha lengo lake. Bana kafanikiwa kumpata kirahisi. Kama unavyojua wasichana huwa ni gari huko ndani. Basi jambo limeweza kutokea na limeweza kuendelea.
Sasa cha ajabu ni kwamba huenda hilo tukio limetumia muda mfupi sana, mwamba jasho la kali limemtoka. Sasa hatujui itakuwaje, lakini hii itakuwa ni mwendelezo kila siku. Lakini kwa leo wanawake ndio hivi huwa wanabadilika. Kutokana hii ya mara ya kwanza hii, basi kesho kutwa ataona tu ni kawaida, atachukua pesa za wengine hivyo. Mwisho siku mke wako unakuja kukuta kwamba mwisho siku anakuja kuwa na tabia za ovyo sana, kwa sababu wanakuwa anahudumiwa na watu wengine, watu baki ambao kiufupi wanakuwa wanaleta mambo mengi sana. Kwa hivyo haya ndio yapo kwenye jamii na ndio siku zote yapo. Kwa hivyo imagine mke wako ndo kafanywa hivi na baadaye anarudi hakwambii chochote na hujui kinachoendelea. Basi haya ndio yanayoendelea kwenye maisha haya, ni balaa zito. Ndio maana wanasema omba usijue. Yani angalia tu kwenye movie ila usijue kujua kilichomkuta hapo. Yani kama ni mke wako usijue kujua nini hasa kilichomkuta. Sasa je, kwa Cindy kwa sasa maisha anayoishi ni maisha ambayo kiufupi ni anasa sana, anatumia pesa vibaya sana. Hii yote ni kwa sababu ya stress. Sasa hapa atakuja kushtuka ni kwamba pesa zote zimemuishia, hana la kufanya, afanye nini? Kwa hivyo hapo ndipo mambo atakapokuwa ya moto kweli na kibarua kitakuwa ni kizito. Kwa hivyo hapo mambo ni mazito kinoma. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha kwenye comment dondosha maoni yako kwa upande wako binafsi. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kule kwamba kuna msiba. Mr. Manyanya anahitajika kuweza kubaki peke yake. Kwa hivyo kwa sasa atahitaji kubaki peke yake. Sasa ni kuibia za ndani ni kwamba Mr. Manyanya ataishi muda mrefu sana hapo, na kwa namna ambavyo ataishi muda mrefu hapo, basi one day ataanza kuleta wasichana nini. Kwa hivyo maisha yatabadilika kwa upande wake baadaye. Lila atakapokuja na kuweza kuhisi hapa jambo alikuwa sawa, basi hapo ndipo atakapokuwa kibarua kizito. Lakini kuna idea moja, wakati hapo kule kijijini Leila itabidi aweze kurudi chapchapu na kuweza kumpa show Manyanya na kuweza kurudi. Hii itakuwa ni balaa zito kinoma, lakini bado hazijapitishwa hizo idea. Kwa hivyo mambo mapya yanakuja, mambo yatakuwa ni moto. Lakini huko nyumbani kwa Mudi Muzungu napo vita imeanza rasmi. Yani hapo kuna upendo ambao unajaribu kuingia mdogo mtu na nini. Kwa hivyo kuna jambo ambalo ni zito, lakini bado wote wanampenda huyu jamaa, na kuna namna ambayo wanajaribu kufanya ili kusudi kuweza kuhakikisha waweze kuleta kitu cha kitofauti ambacho ni kipya kabisa. Mambo ni moto kweli. Sasa Violet atakataa katika kumalizia ni kwamba Violet atakataa ombi la Jordani. Kwa hivyo Violet atakataa ombi la Jordani, atakataa hivyo namna hii hapo. Basi hakikisha unabonyeza neno sasa. Na kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane na saa mwingine. Asante za kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section.
we do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Jordan anasema alimtafuta sana Violet na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet, lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet. Yani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa, akijaribu kukumbuka vitu vile, ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyu ambaye ni Jordan, na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanje ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambao huwa wanasema huwa ni tamaa. Yani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake, lakini siku zote mwanaume hajai kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo, yani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyaje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au na kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tutazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea kwa upande mzima wa Violet, yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yote yule, na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometime wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stories zozote zile, na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo anaona kwa upande wake hawezi kuvifanya. Sasa huku swali kubwa likiwa ni kwamba je, Violet atakubali au atakataa? Sasa hicho ndicho pekee ambacho kimenileta hapa niweze kufahamisha mingi sana, kuweza kujuza kile ambacho kinachojiri, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo hapa tutakufahamisha mwanzo hadi mwisho ya kile kinachokwenda kujiri, lakini pia tukipata nafasi kuweza kuangazia juu ya matukio kadhaa ambayo hapo. Sasa mwanzo kabisa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kama tulivyofunga ni kwamba Jordan ndio alikuwa amempatia zile taarifa Violet. Kifupi kama nilivyokujuza, Violet kwa sasa yani kama vile Jordan ambavyo anavyoona kwamba baada ya kuzipata taarifa kwamba Violet ameweza kuachana na manyanya, akaa na mawazo ya kuweza kuona hasa ni namna ambavyo anahitaji kuweza kumuoa Violet. Hivyo wakati Violet amekaa ametulia, ndio mawazo yale yamemjia kichwani kwamba inabidi na yeye pia aweze kuhakikisha kwa sasa aanze harakati za kuweza kumtafuta manyanya na kuweza kuona namna gani hasa ambapo au kitu gani hasa wanaweza wakakifanya kiwa pamoja, walau hata kuweza kurudiana. Sasa hayo wakati anajifikiria hivyo, basi ndipo mwamba mwenyewe Jordan anakuja na kuweza kumpa taarifa kwamba anahitaji waweze kuwa pamoja, kitu ambacho ni kigumu sana. Basi hili ni balaa zito kinoma. Sasa wakati haya anajili pia tumeweza kuona mambo yakiwa ni mengi kweli. Sasa kama kawaida leo ndio ilikuwa ile siku yenyewe ya Kisinza Diva. Mwamba mwenyewe leo ameweza kufanikisha lengo lake. Bana kafanikiwa kumpata kirahisi. Kama unavyojua wasichana huwa kwenye gari huko ndani, basi jambo limeweza kutokea na limeweza kuendelea. Sasa cha ajabu ni kwamba huenda ile tukio limetumia muda mfupi sana, mwamba jasho la kali limemtoka. Sasa hatujui itakuwaje, lakini hii itakuwa ni mwendelezo kila siku. Lakini kwa leo wanawake ndio hivi huwa wanabadilika. Kutokana hii ya mara ya kwanza hii
basi kesho kutwa ataona tu ni kawaida, atachukua pesa za wengine hivyo. Mwisho wa siku mke wako unakuja kukuta kwamba mwisho wa siku anakuja kuwa na tabia za ovyo sana, kwa sababu wanakuwa anahudumiwa na watu wengine, watu baki ambao kiufupi wanakuwa wanaleta mambo mengi sana. Kwa hivyo haya ndio yapo kwenye jamii na ndio siku zote yapo. Kwa hivyo imagine mke wako ndio kafanyia hivyo, baadaye anarudi hakwambii chochote na hujui kinachoendelea. Basi haya ndio yanaendelea maisha haya, ni balaa zita. Ndio maana wanasema omba usijue. Yani angalia tu kwenye movie ila usijue kujua kilichomkuta hapo. Kama ni mke wako usijue kujua nini hasa kilichomkuta. Sasa je, kwa Cindy kwa sasa maisha anayoishi ni maisha ambayo kiufupi ni anasa sana, anatumia pesa vibaya sana. Hii yote ni kwa sababu ya stress. Sasa hapa atakuja kushtuka ni kwamba pesa zote zimemuishia, hana la kufanya, afanye nini? Kwa hivyo hapo ndipo mambo atakapokuwa ya moto kweli kweli na kibarua kitakuwa ni kizito. Kwa hivyo hapo mambo ni mazito kinoma. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, afikisha kwenye comment, dondosha maoni yako kwa upande wako binafsi. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kule kwamba kuna msiba. Mr. Mwanyanya anahitajika kuweza kubaki peke yake. Kwa hivyo kwa sasa atahitaji kubaki peke yake. Sasa nikuibia za ndani ni kwamba Mr. Mwanyanya ataishi muda mrefu sana hapo, na kwa namna ambavyo ataishi muda mrefu hapo, basi one day ataanza kuleta wasichana nini, kwa hivyo maisha yatabadilika kwa upande wake. Baadaye Leila atakapokuja na kuweza kuhisi hapa jambo alikuwa sawa, basi hapo ndipo atakapokuwa kibarua kizito. Lakini kuna idea moja, wakati hapo kule kijijini Leila itabidi aweze kurudi chap na kuweza kumpa show Mwanyanya na kuweza kurudi. Hii itakuwa ni balaa zito kinoma, lakini bado hazijapitishwa hizo idea. Kwa hivyo mambo mapya yanakuja, mambo yatakuwa ni moto. Lakini huko nyumbani kwa Mudi Muzu mnapo vita imeanza rasmi. Yani hapo kuna upendo ambao unajaribu kuingia mdogo mtu na nini. Kwa hivyo kuna jambo ambalo ni zito, lakini bado wote wanampenda huyu jamaa, na kuna namna ambayo wanajaribu kufanya ili kusudi kuweza kuhakikisha waweze kuleta kitu cha kitofauti ambacho ni kipya kabisa. Mambo ni moto kweli. Sasa Violet atakataa kumalizia ile ni kwamba Violet atakataa ombi la Jordan. Kwa hivyo Violet atakataa ombi la Jordan, atakataa hivyo namna hiyo hapo. Basi hakikisha unabonyeza neno sasa. Na kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane na saa mwingine. Asante za kuwa na mimi. Jordan anasema alimtafuta sana Violet na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi, anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet. Lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet, yani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa, akijaribu kukumbuka vitu vile. Ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyo ambaye ni Jordan. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanji ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambao huwa nasema huwa ni tamaa. Yani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda kwa yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake. Lakini siku zote mwanaume hajawahi kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo. Yani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyeje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au na kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tutazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea
kwa upande mzima wa Violet. Yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yote yule, na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometime wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stories zozote zile, na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo anaona kwa upande wake hawezi kuvifanya. Sasa huku swali kubwa likiwa ni kwamba je, Violet atakubali au atakataa? Sasa hicho ndicho pekee ambacho kimenileta hapa niweze kufahamisha mengi sana, kuweza kujuza kile ambacho kinachojiri, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo hakikisha unabonyeza neno sasa la kisha ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo hapa tutakufahamisha mwanzo hadi mwisho ya kile kinachokwenda kujiri, lakini pia tukipata nafasi ya kuweza kuangazia juu ya matukio kadhaa ambayo hapo. Sasa mwanzo kabisa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kama tulivyofunga ni kwamba Jordan ndio alikuwa amempatia zile taarifa Violet. Kifupi kama nilivyokujuza, Violet kwa sasa yani kama vile Jordan ambavyo anavyoona kwamba baada ya kuzipata taarifa kwamba Violet ameweza kuachana na manyanya, akaa na mawazo ya kuweza kuona hasa ni namna ambavyo anahitaji kuweza kumuoa Violet. Hivyo wakati Violet amekaa ametulia, ndio mawazo yale yamemjia kichwani kwamba inabidi na yeye pia aweze kuhakikisha kwa sasa aanze harakati za kuweza kumtafuta manyanya na kuweza kuona namna gani hasa ambapo au kitu gani hasa wanaweza wakakifanya ikiwa pamoja, walau hata kuweza kurudiana. Sasa hayo wakati anajifikiria hivyo, basi ndipo mumba mwenyewe Jordan anakuja na kuweza kumpa taarifa kwamba anahitaji waweze kuwa pamoja, kitu ambacho ni kigumu sana. Basi hili ni balaa zito kinoma noma. Sasa wakati haya anajili pia tumeweza kuona mambo yakiwa ni mengi kweli. Sasa kama kawaida leo ndio ilikuwa ile siku yenyewe ya Kisinza Diva mamba mwenyewe. Leo ameweza kufanikisha lengo lake. Bana kafanikiwa kumpata kirahisi. Kama unavyojua wasichana huwa kwenye gari huko ndani, basi jambo limeweza kutokea na limeweza kuendelea. Sasa cha ajabu ni kwamba huenda ile tukio